kutoa sio lazima mtu kuwa katika hali kubwa sana ya utajiri, mtu kuwa na mali nyingi sana, la, hata kumsaidia mtu kwa kitu kidogo katika kile kidogo ulicho nacho, vile vile kuna fadhila kubwa mbele ya Allah azza wa jalla. Na hiyo ndio maana ya muwasa. Alhasil na almuradi ni kwamba yule aliyoko katika tabu na aliyoko katika shida aweze na yeye kusaidika na kutoka katika tabu ile. Aliyekuja na kilio na tabu ya kwamba familia yake haijapata chakula, wako katika hali ngumu, kuna wengine wamepewa notice watoke katika majumba au hajalipa rent ya miezi miwili, miezi mitatu, miezi minne, wewe una uwezo uangalau shilingi 10,000 au 15,000 msaidie nao. Na mwingine naye kadhalika hivyo hivyo, na mwingine ambaye kadhalika hivyo hivyo, huyu ana shida hii, huyu ana shida ile. Ni Waislamu wasimamishe misingi hii katika maisha, ili sisi wenyewe kwa wenyewe tuweze natakafal wa nataawan wa yusanidu ba'duna ba'dan, sisi wenyewe kwa wenyewe tunakuwa ni nguzo ya wengine. Vile vile alivyotueleza Mtume alayhi salatu wasalam, almu'min lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dan, muumini kwa muumini mwenziwe ni kama jumba moja. Jumba moja halisimami peke yake, linasimama kwa ukuta huu na ukuta ule na ukuta huu na nguzo hii na nguzo ile na nguzo ile. Sasa ukichukua maana ya balagha hiyo ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba wewe utakuwa ni kama jiwe, basi wewe ni jiwe na mwenzako ni jiwe na mwingine ni jiwe, msimamishe ukuta. Ukichukua balagha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba maana yake ni ukuta, ni kwamba wewe ni ukuta na yule mwingine ni ukuta, ndipo mnatengeneza jengo. Jengo halisimami mpaka kuta 4 zisimame. Jengo halisimami mpaka yale mawe yawe yamestawi katika ukuta, ndipo kupatikaniwe kuta, kisha kupatikaniwe jengo. Balagha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.